Jina langu naitwa Fredi Msemwa, ni katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango, na nianze kwa kusema kwamba kama mnavyofahamu, mwaka huu mwezi Julai tarehe 17, 2025, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050, na baada ya uzinduzi huo kinachofuata ni maandalizi ya utekelezaji wa dira hiyo. Kwa hiyo katika siku hizi mbili, yani tarehe 19 na leo tarehe 18 na tarehe 19 mwezi huu wa 11, tulikuwa tumekuwa na semina ambayo inajumuisha wana mipango, kwa maana ya wakurugenzi wa mipango na sera wa wizara zetu zote. Tulikuwa pia na wakuu wa idara za uchumi katika ofisi za makatibu tawala wa mikoa yetu, pamoja na taasisi zingine kama mahakama, ofisi za mwanasheria mkuu wa serikali na kadhalika. Na pia tulikuwa na wakuu wa idara za uchumi kutoka katika halmashauri zetu zote zilizopo nchini pamoja na manispaa na kadhalika. Hili ni kundi kubwa na linakuwa na kada za wachumi, wana mipango pamoja na watakwimu ambao kwa pamoja wanatengeneza taaluma zinazohusika katika mipango. Kwa hiyo lengo la hiki tulichokifanya leo jana tarehe 18 na leo tarehe 19 ilikuwa ni kuwasilisha kwao mwongozo kwa ajili ya uandaaji wa mipango mikakati ya maeneo hayo niliyoyasema, kuanzia kwenye wizara, kwenye level ya mikoa pamoja na halmashauri zetu na taasisi mbalimbali zilizopo nchini, ili kupitia mipango mikakati hiyo tuweze kuanza utekelezaji wa dira. Kwa hiyo mwongozo huu ambao tumeuandaa unaainisha vitu vinavyotakiwa kuzingatia katika kuandaa mipango mikakati hiyo, vitu mbalimbali kwa maana ya malengo, shabaha, namna tutakavyopima utendaji kazi, rasilimali zitakazohitajika katika utekelezaji wa mipango hiyo pamoja na kufikiwa kwa malengo hayo, nani atahusika katika kutekeleza mipango hiyo, na hivi vyote vimeainishwa katika mwongozo huo wa uandaaji wa mipango mikakati kwa lengo la kutekeleza dira 2050. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa ambacho tumekiongelea kwa hizi siku mbili, lakini pamoja na hayo pia kupitia nafasi hii tuliweza kuwasilisha mpango wa maendeleo wa miaka 5, ukiwa ni mpango wa kwanza katika utekelezaji wa dira 2050. Mpango huu ni rasimu kwa sasa, kwa maana ya kwamba unaendelea kuandaliwa. Kwa hiyo tulichokuwa tunakihitaji kutoka kwa washiriki wenzetu wa kongamano hili ilikuwa ni maoni juu ya kilichomo katika mpango huo, ili kupitia maoni yao na kupitia utaratibu wa kawaida wa uandaaji wa nyaraka hizi muhimu za kitaifa, tunakuwa tumeanza mchakato wa kupata mrejesho kutoka kwa wadau muhimu wanaohusika katika mipango hiyo. Hatua inayofuata, mpango huu utaenda sehemu zingine, ikiwa ni pamoja na sekta binafsi, na jamii, asasi za kiraia na watu wengine wote wanaohusika ambao ni sehemu ya jamii yetu au nchi yetu ya Tanzania, ili kupitia mawazo yao tuweze kuboresha pale ambapo hatukufanya vizuri au hatukukidhi matarajio ya wadau hao, ili mwishoni tupate mpango wa maendeleo ambao ni bora pamoja na mwongozo ambao ni bora zaidi, ambao unahusisha pia mawazo ya wenzetu ambao ni wataalamu na hata wananchi wa kawaida. Kwa kiasi kikubwa mpango ambao unaendelea au dira ambayo inaendelea 2025, hii ilianza mwaka 2000. Kwa hiyo tathmini imefanyika, na tathmini inaonyesha kwa kiasi kikubwa sana dira imefanikiwa kupitia mipango iliyotekelezwa, mipango mbalimbali kuhusu maendeleo ya nchi yetu kupitia miundombinu mbalimbali
na miradi iliyofanikiwa sana ambayo tunaifahamu, huduma za jamii, afya, elimu, hifadhi ya jamii, pamoja na huduma zingine zinazohusu huduma kwa jamii. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini niseme kwamba si rahisi kuwa na mpango ambao unaweza ukafanikiwa kwa 100%. Hicho kitu si rahisi. Hata mipango ya familia huwa haifanikiwi kwa 100%. Kwa hiyo yapo ambayo hatukufanikiwa, na yale ambayo hatukufanikiwa tumeyatambua kwanza. Baada ya kuyatambua, tumeyaingiza kwenye dira mpya na tunayaingiza kwenye mpango huu unaoanza sasa wa maendeleo wa miaka 5 katika kutekeleza dira mpya. Kwa hiyo changamoto iliyopo, kama ambavyo tunafahamu, mara nyingine kunaweza kukawa na changamoto ya fedha, na fedha wakati wote huwa hazitoshelezi. Kwa mfano, wakati tulipokuwa tunapanga mipango hii ya mpango wa mwisho wa maendeleo, kumetokea mambo mengi sana kwenye uchumi, mambo hayo ambayo yameathiri kwa mfano thamani ya shilingi yetu, yameathiri kasi ya uzalishaji. Kwa mfano COVID ilivyotokea pale mwaka 2020, mtakumbuka kuna siku zilipotea, hatukuweza kuzalisha na kasi yetu ya uzalishaji haikuwa kama vile ilivyotarajiwa. Kwa hiyo mambo kama hayo yanaweza kuwa yameleta changamoto, na mengi yaliyotuathiri ni yale ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu. Hasa COVID, kulikuwa na vita ya Ukraine, mnakumbuka, ikachochea uongezekaji wa bei na mfumuko wa bei kwa baadhi ya bidhaa. Na hivi karibuni kulikuwa na vita ya kibiashara katika mataifa makubwa, Marekani pamoja na China, ikaleta mtikisiko katika baadhi ya bidhaa tunazoagiza. Kwa hiyo hizo ndio changamoto ambazo lazima tukabiliane nazo. Kitu muhimu ni kwamba mpango wetu mpya wa maendeleo umezitambua hizo changamoto, umeweka mkakati wa namna ya kudhibiti changamoto hizo ili zisilete athari kubwa kwenye mipango yetu. Na bahati nzuri, hata kwenye mpango uliopita, sio kwamba hii mikakati tunayo kwenye utekelezaji wa mpango huu tu, hata mpango uliopita pia ulikuwa na mikakati, na ndio maana hata COVID ilivyokuja, taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mmojawapo ya mataifa kinara katika Afrika ambayo uchumi wake haukutetereka kutokana na COVID. Kwa hiyo tunachukua ule uzoefu na kuongezea zaidi ili mipango hii mipya iweze kuwa na ufanisi zaidi na isiyumbe au kutikiswa na athari zozote zinazoweza kutokea mbele ya safari. Kwa majina naitwa Innocent Maduhu. Mimi ni mkuu wa idara ya mipango na uratibu kutoka halmashauri ya mji wa Tunduma. Katika kikao hiki ambacho tumemaliza leo, kwanza ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa serikali yetu kuandaa mpango wa dira ya maendeleo kuishia 2050. Kwa kweli haina ubishani kwamba bila dira hakuna maendeleo ambayo yataweza kufanyika hata yakapimika kwamba tumepiga hatua ipi. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuzindulia dira hii. Dira hii ndiyo kipenyo cha sababu zote za kueleza ubora wa Tanzania kwa kipindi cha miaka yote ambayo dira imeandaliwa. Tumejifunza mambo mengi. Dira iko wazi na inaongea yenyewe. Ikitekelezwa wazi kama ilivyo, hakuna ambaye ataiwazia Tanzania katika hali ngumu ya maisha, la hasha. Tumeona jinsi ambavyo kuandaa mipango mizuri inayopimika na kutekelezeka, kuanzia watoto wadogo, makundi maalum, na hata kufikia maendeleo ambayo yanatupeleka kwenye uchumi wakati wa juu. Sasa ni habari njema kwetu kwamba tukiwa tuna dira inayotuongoza, hakuna kitu ambacho tutaona ni kigumu. Kwanza preparedness inakuwa ni mapema. Sisi kama wana mipango tunajua namna ambavyo tunataka kuanza sasa kuitekeleza hii kwa kupanga mipango yenye muono wa mbele wa haraka na matokeo ambayo ni ya kiushindani ukilinganisha na hatua tuliyopo. Lakini kingine, dira yetu imeonyesha namna ambavyo tunahitaji tupate rasilimali za kutekeleza mipango yetu ambayo tunaiweka sawa. Lakini zaidi ni shirikishi kwamba mipango yetu pamoja na dira lazima visomane.
tunaenda kuandaa mipango mikakati ya utekelezaji kwa kipindi ambacho kipo kwa ajili ya kuijibu dira ya maendeleo ambavyo inaelekeza. Mimi nitoe wito tu kwamba sasa gari limewaka na sisi maafisa mipango tunaenda kufanya sehemu yetu kwa kusukuma yote matarajio ya Mheshimiwa Rais yaende kwenye njia yake sahihi. Kwa hakika hatuwezi kufeli kwa sababu tunafahamu meli inayotembea ikiwa na dira huwa inafika nanga yake sahihi. Na meli ambayo inatembea haina dira huwa inaenda sukwa inatupwa haifiki. Sisi tayari tuna dira, tunaamini kwamba malengo yaliyowekwa na serikali yetu yanaenda kufikiwa. Watanzania tuipokee, tushirikiane kuitekeleza, na sisi wana mipango tuko tayari kusafiri kwa pamoja. Jina langu naitwa Edna Katalaia, ni katibu tawala msaidizi sehemu ya mipango na uratibu ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro. Katika warsha hii ambayo tulikuwepo hapa kwa kipindi cha siku 2, kwanza kabisa ni washukuru Tume ya Taifa ya Mipango ambao walikuwa ni wawezeshaji wa hii warsha. Walituita hapa kwa muda wa siku 2 kwa ajili ya kupitia dira ya taifa ya maendeleo ya 2050, lakini pia tumepitia mpango wa utekelezaji wa miaka 5 na mwongozo wake. Tuwashukuru sana kwa sababu tumepitia hiyo dira ya miaka 50 na tumepitia mpango wa miaka 5, mpango ambao utatuwezesha kwenda na sisi pia kwenye ofisi zetu kwenda kuandaa mpango wa kutekeleza dira ya taifa ya miaka 50, lakini mpango wa taifa wa miaka 5. Niseme kwamba nipende kuahidi kwamba tunaenda kufanya kazi, na kama tulivyoona hizi siku 2 mpango unatekelezeka. Ni mpango unaoeleweka, mpango unatekelezeka, na sisi pia tunaenda kutoa kwenye mikoa yetu na hata pia kwenye halmashauri zetu. Tuna imani kwamba tunapomaliza hii miaka 5 ya mwanzo kutakuwa kitu ambacho kinaonekana. Tanzania yetu inaenda kuonekana, mipango ambayo tulikuwa tumeipanga inaenda kuonekana kwa wananchi, sio kwa maneno tu.